FM, hello. Halo kaka, ndugu zangu ni jambo. Tujambo ndugu Mbaite. Nashukuru kabisa, nasema asante kwa imanda. Aha. Hakika lisemwalo lipo Ndio. na tunaona lipo kwa sababu sahi Kenya iko na kuna wale wa Kenya na wengine wale ambao wale wenye nchi na Ndio. wananchi na wenye nchi. Katika mbele ya viongozi tuliopo nao sahi, ndio, sana wengi ni wale kutumia wananchi kama tambarambogo ama makaragosi. Wao damu ya wananchi wale wasiojiweza waliweza kutekwa nyara, wakawekwa kwa masilamu, ndio, wakawekwa mahali ingine, wakawa ndio watatumika katika na katika hali hiyo hawajawahi kuona hiyo uchungu, kwa sababu hata wakiuawa wameuawa miaka mingi, wametupwa kwa moto miaka mingi, wamechangamkiwa katika mauaji akiolelaolela, ili hali hakuna kitu kimewahi kutendeka. Na wale ambao wanafanyanga hao watu wakufe, wengi tunawajua, si hata wao katika hiyo serikali. Ndio. Ukiambiwa huyu mtu amefanya, wananchi wangapi wamekufa, wanyinyi watu wale ambao wanapaswa kuangazia, hata wasemangi ni vizuri zaidi tukaa katika hali mkakati vizuri, tuseme ukweli, tusimamize kitu inaitwa ya ukweli. Nashukuru kwa sababu ya sheria. Wale wanafuata NGO wanafanya vizuri, watetezi wa wanadamu wanafanya vizuri, ama haki zetu. Lakini sisi kama wananchi na watu wa vyombo vya habari, ningetaka kuambia wapige hatua ingine ya kuweka nguzo ambazo tutasema tangu wakati huu mtu fulani tangu yeye aingie siasa, kazi yake ni kufanya watu wawe damu nyingi amemwaga. Tukiangalia tuseme tuangalie katika ngoma nyingi ambazo kuna makaburi ya siasa ambayo ni fresh. Katika watu tunasema ni viongozi we. Je, ule mtu ambaye aliochangia Wakenya wauawe na tumekuwa tukiomba yakiololea siasa, na sasa tunapoangalia tunaweza kudadizi na kuangalia vizuri ili tuweze kuona ukweli wa mambo, ili tusaidia watu wako katika kuungana. Tuulize hawa watu mnaenda mtu mmoja ndio mnafanya haraka, lakini sasa nyinyi wenyewe wao Mkenya wakikufa, watoto wakikufa, hakuna kitu. Hata wakiulizwa na BBC mnasema hii story iliisha, wacha nikae. Ni kwa sababu yeye hana uchungu. Hata hiyo ni mtu amebeba na Kenya, ni sura ya Kenya, ni mtoto wa Kenya, ni mwananchi wa Kenya, haki na Kenya na mambo yote kuwa lakini hapa kweli mtu mmoja, msemaji yangu sijaongea lakini huyu tumeona mambo kwa siku mbili kamera zimefuata kutoka vile dada amesema City Center. Wewe nataka pale kitu moja pale. Kile kitu kimeonekana kwa dakika kidogo. Ningemwomba DCI, ningeomba NIS waache kuwa mashabiki kwa kushabiki. Hata jeshi imekuwa shabiki tu, wanalinda watu wachache, hawataki kulinda imani ya Kenya, hawataki kulinda kitu kingine, wanalinda tu siasa kwa sababu ya pesa na tumbo. Lakini nawaambia watajua mbele ya Mungu kuwa walizaliwa Kenya, wakapata kuwa wa Kenya ili walinde Mkenya, lakini walisahau wakaenda kujitufanya mambo mabaya, wakaharibu sura ya jeshi. Na hii ni kitu moja mbaye inaweza kuwa tusiwe siasa nyingine tujipeleke kubaya sana. Hii ni ile ambayo inapeleka nchi jiroge na Mungu anachoka. Adhabu yake inaweza ingia kwa sababu hakuna vile hiyo ndiyo yeye amini. Inaingia haraka inakamata watu. Watu wengine tunajua watu tulikuwa tunaweza. Ni vizuri waseme hata watu wanapotea wanauawa kweli, kuna jinsi vile wanauawa, hata kama tutawapatia wapie. Hakuna maana ya kucompromise koti, ucompromise seneti, ucompromise wa bunge, ucompromise polisi, na mwananchi unamchenja kama kuku. Hata kama ana uwezo. Namwambia kumbuka Samuel Ndo. Sije mambo nyingi yake. Kumbuka Gaddafi. Kumbuka hata kuna wengine walikuwa, lakini walikuwa wanapigania haki za wanadamu. Lakini ukiwa adui wa mwananchi, wewe nilikuwa pale 2002 wakati ya Kibaki. Hii ni polisi mlipotea. Raia alibaki nao kama si vile nilijua kuishi na watu. Na nini mlitukaranga. Tukawa ni raia akionekana, niliona Mkikuyu akikatakata kama mboga. Akiitwa Mungiki. Akakatakata. Hata watu wanakuja na sababu hii ni Kikuyu. Watu walichukiana. Na ninaona ndio mnataka kutuelekeza. Na nini hamna bahati. Kumbukeni nikimalizia. Sendibare pale, kumbuka Mobutu pale, hata sasa watoto wa Mobutu wako wapi? Shukrani. Karibu tena ndugu Mbaite. Na Mbaite anahuzunika sana na suala hilo
ambalo pia nadhani kwamba lazima kuwe na usawa kwa Wakenya wote, lakini anasema kwamba wamesahau kwamba wao wamechaguliwa na Wakenya kwa ajili ya Wakenya kwenda kuwalinda Wakenya. Anasema mpaka jeshi pia limejisahau siku hizi, wanajeshi wanajihusisha na siasa hadharani tena. Anasema wote haya wamewasahau. Iqra FM, hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadhani Mufat huyu Embakasi. Karibu sana Ramadhan Mufat. Sasa mimi namshukuru Mwenyezi Mungu amenijalia ningali nipo na nyinyi pia. Alhamdulillah. Ni sifa zote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kulingana na mjadala hapo kwamba katika nchi yetu ya Kenya waje dunia nzima, lakini Kenya Kenya hamna haki yote. Kwa sababu hata kama kweli kwa mfano ndio unapokuta mwananchi huyu mdogo ambaye amekosa, yeye ndio uandamizo sana mpaka anafungwa jela na anaenda kutumikia kulima kule jela na kufuatilia mahindi na chakula ya huko. Lakini yule ambaye aliyo mamlakani, aliyo na uwezo, hawezi kwenda jela. Ukiona mwenye ameenda jela na ana pesa za kutosha, weza kugharamia hiyo maneno yake ya kupelekwa huko. Lakini kama vile unaona wajibu wako wana mamilioni ya pesa, angekuwa hawezi kufikishwa pale. Lakini Kenya unakuta kwamba mtu kama amekosa, sababu vile huyo mbunge walisema kwamba alikuwa yeye analeta fujo kila mahali. Sasa mambo yale haiwezi kusababisha yeye apiwa wawe. Mimi Kenya napendekeza kwamba mtu akikamatwa astatiwe, apate hatia, awekwe gerezani, achute. Akichuta kule sasa aone adabu yenye inamkabili katika kuchuta kule ndani. Lakini si ati kumumaliza ati hapo maliza uhalifu. Hujamaliza uhalifu, uhalifu itaenda duniani mpaka ni mtu achutie dhambi zake. Saa hii nikikosa kwa nikufe bado sijachutia, kwa sababu nimeondoka mara moja. Lakini wakati umesuliwa pale, unakuwa na historia ya kwamba ulikosea, unachuta, ukimwomba Mungu kule. Hiyo ndio ukweli wa mambo. Hiyo kitu ya Kenya, kitu iko kwa mwananchi kupata haki, hakuna. Mimi nilipozaliwa nilipata baba yangu na mama yangu wakilia ukisema shida na mateso, na hiyo mateso haijawahi kuisha. Mgalia tunalia hivi na watoto tunaacha nyuma wanalia hivi mpaka kiama. Kwa hivyo Kenya, mimi namalizia kulingana na mjadala hii ni kwamba wananchi wasiwe wakisabikia kifo, hata awe ni mhalifu, hata awe amefanya nini, yeye lazima achunguzwe, aipatikane ukweli. Bora asilasimishwe aitika uongo ili apate kukubali. Unajua ukilazimisha mtu aitikie uongo ili yani anusurike, ile ni makosa. Lakini ikiwa anafanya kosa na lile kosa ni iko tayari na sio spidi ya kuwekelewa. Unajua kuna watu wengine kama vile sasa kwenye siku ya kiyama, kwenye watu katika ufalme wa Mungu, ile kwamba Mwenyezi Mungu atawaingiza peponi watu wa awe ni polisi au mwanajeshi au ni watchman au nani, ni waongo siku zote. Wanakula uongo, wanaweka spidi ya uongo, wanagandamiza mtu, wanaona wao wanapeleka ile uongo wa kukulisha familia yao, wanasiba wakafikiri kwamba wametenda haki. Na wewe wenye wamegudhurumu ukiona na macho, wanakuwekea ugaidi ama wanakuwekea uhalifu wote ule wanataka, alafu sasa wewe na kugandamiza. Kwa hivyo hakuna haki yote katika serikali ya Kenya inapea mwananchi akapata haki, isipokuwa dhuluma tu siku zote. Karibu tena Ramadhan Mufat, naye pia hakubaliani kabisa na jinsi mambo yalivyo na yanavyopelekwa, hususan anasema idara hii ya usalama, anasema mara wanatumikia wale walioko pale juu, ambao miongoni mwao ndio hao watu mashuhuri, hususan wabunge na walioko serikalini. Iqra FM, hello. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Somo Omar Ali Boy. Somo mambo haya yasikitisha sana kwa sababu umenikumbusha Shakahola. Sasa sio tunaenda miaka mingapi, watu sijui wamekufa wangapi, watu wangapi ushahidi ulio wazi, na bado tunaambiwa bado kunafanya uchunguzi. Ona? Ndio.
sisi wachochole hatuna muda, hatuna chetu katika nchi hii, na mtu mmoja tu okay, atuseme atufurahie huyo African anashughulikiwa within few mpaka leo asubuhi nasikia kumbe hata hizi simu tunabeba mawasiliano wa simu inaweza ikadhihirisha tu mambo ya ukuaji wa haraka. Ule mlinzi wake alikuwa akiwasiliana fulani na fulani, yani nikashangaa kwa haraka, yani tuko na nini na nini na vitengo vya ajabu sana vinajua maneno, lakini havitaki kutusaidia sana. Sasa ni kama vile Ramadhani Moffat amezungumza hapo na ndugu yetu Vaite, nimwambie tu iwaga mwanao Vaite ndio waje mwenendo katika kwa ajili ya mwanao. Sasa ile kitu iliyoko tu ni kumwachia Mwenyezi Mungu. Wallahi billahi, kuna siku watasukuma wa Kenya, siku ile tutafika ukingoni, si siri. Siku ile tutafika ukingoni, basi tutasema kitumbua kingie mchanga, tukuse sote. Hii Kenya itawaka kadiri ya kuwa hakuna mmoja atakuwa sasa anaye au hana. Na sijui kwa nini wafikirie kitu, hawafikirii kufinya watu kiasi kikubwa kitu wanaweza kujaribia maisha na wao. Kwa sababu hii kikizuka hapa kisumana Kenya pia tu wao watakaa vizuri. Ndio. Naona. Kwa hivyo haki wakati yoyote huwa inamsimamia mtajiri na maskini. Tajiri akae na amani na katika utajiri wake, na maskini akae na amani katika umaskini wake. Hiyo ndio hasa msingi wa haki. Hatutaki kuwanyang'anya kile tulicho nacho, lakini wawache kutunyang'anya kile tulicho nacho mpaka hata haki zetu za nini za kusema. Kuna ndugu yangu mmoja amefungwa miaka 9 kwa ajili ya kupesa kapenda kadogo. Imagine. Na kuna wale hapa nasikia kwa matangazo leo bilioni ngapi ilikuwa kwenye Equity, bilioni ngapi, na watu bado wanapewa nini bond. Imagine. Haki kwa wapi? Haki hii nakwambia corruption imeingia mpaka kwa majaji. Unakuja kuona mtu mdogo ambaye hana chochote, kitu kidogo ambacho wao wenyewe wangeconsider huyu jamani, hata mfungeni, hata kama ni mfunga basi mfungeni mwezi 3 basi. Anakuwa miaka 9 kwa sababu ya katoto yani kipande kapembe kadogo. Unaona? Wallahi. Hii ni kwangu mwenyewe nyumbani. Alafu kuja kukuta watu wanafanya maneno makubwa na bado wanatoa bondo na wanawachiliwa. Unaona, hata uchunguzi bado hajapatikana. Jamani, nasema tena Wakenya, viongozi, rais wetu Ruto, jamani, jaribuni kunini kubadilika, kwa sababu mambo haya yatakapofika ukingoni kitumbua kitaingia mchanga. Kiingia mchanga sijui ndani. Yaani nile mtego wa panya utaingia waliokuwamo na wasiokuwemo. So dakta, karibu tena. Somo Omar Ali Boy nasema wafanye juhudi angalau watekeleze haki japo kwa mtu mmoja, nasema kwa sababu wakati kutakapoharibika basi hakuna atakayeponea. Iqra FM, hello. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oguk kutoka namba 8. Karibu sana Oguk. Shukran. Manze hii story umesema unakumbuka hiyo juzi BBC kitoa hiyo Blood Parliament. Baka evidence. Manze ilirashishia DCI kazi na bado hadi DCI hizi chukua jukumu. Yaani umepikiwa hadi chakula hadi umepatiwa. Alitaka kwa mdomo tu ndio shida. Yaani DCI imepigwa hadi evidence hadi ikapewa hadi sura zao wase. Wachana na kesi ya umse ati sijui bado wanahangaika ati kuna kesi mashahidi wanahangaika, wako sure shahidi ni nani. Hata wale wenye huko ndani si ni masuspect. Kumaanisha hata sio wao ni masuspect, lakini BBC yenyewe imetolea wase ushahidi manze hao watu ndio wameshanda watu hii, wameua children. Ndio hao sura zao ndio hizi na ni mtu fulani mpaka amepewa mpaka area ya huo mseo anajua, lakini bado hawezi chukua majukumu. Ati sasa ndio hii hapa hivi mnatutangazia huyu mseo mwingine huyu bunge huyu ni mbunge. Unasema ni mbunge? Ni mbunge. Huo mbunge si ndio hii hata amebadwa na ni mtu mmoja. Imagine huyu ni mtu mmoja na wale ni 7 almost a bunch of children, watoto wengi manze. Na tumse ni mtu mmoja ndio wanashughulika hivi man. Justice iko wapi mtu wangu? Hata unaangalia tu. Na hadi wamepewa na evidence ndio hawezi chukua majukumu.
Venye sister amesema tu hapo hivyo, hiyo ni hypocrisism. Wao MP mwenye alikuwa anaongea kwa hiyo machanga yao jamaa, hiyo ni hypocrisism. Sister alikuwa right, sister kumbe ulikuwa ushamuona. Wao jamaa ni hypocrite. Hiyo speech yenye anapeana hapo hivyo, wao watoto wenyewe wengine wenye walikuwa nakufa. Mbona hizi sema ati ndio hii nashughulika, ndio hii manze, I want to see those whatever are be arrested. Mbona hizi sema hivyo kuhusiana na watoto? Ni kuhusiana tu na huyu jamaa mwingine. Ni hakuna justice man. Afadhali BBC lijaribu kututetea kidogo, lakini haki hakuna manze. Mpaka hizo mahakama sijui nani ule mwanamke Matakombe na hawa justice. Ndio wangu hata kama Mwenyezi Mungu ataamua. Assalamu alaikum manze. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni Ugok kutoka nasema ni mtaa wa 8 kule namba 8. Na nasema hakuna haki, hata hawa ambao wako kwenye wamewekwa kutekeleza hiyo haki pia hakuna haki juu yao. Kwa hivyo ni matatizo ya problem matupu. Bin Juma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nilikuwa nataka nichapishe makaratasi ya missing person. Manake nimejaribu kuleta salamu mpaka nyumbani pia nikaambiwa huyu bwana pia kuonekana hapa ni muhali. Printer pia zili strike. Nikasema wewe acha tu bwana. Tutatoa mabango makubwa yale. Bwana mtu wetu amepotea huyo. Kwa hivyo yoyote mwenye taarifa atujuze. Mashallah, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu kisha nipata. Alhamdulillah, si haba bwana. Wallahi ni neema kubwa mashallah. Uzuri kusikia sauti yako. Mimi zaidi wallahi Bin Juma, karibu sana. Alhamdulillah. Na political analyst wetu hapo. Inshallah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ingawa ni kutafuta tu hapa na pale. Bwana wewe. Unajua manistada alayka wajda. Kabisa. Wallahi anayejitahidi na Mwenyezi Mungu mrahisishia. Kabisa. Ndio tunatakana sisi sote. Lakini kwa hizi habari ndio tunatakiwa tuangalie hizi integrity za our political leaders wetu ndio, kwa sababu ukiangalia ndugu yangu wa Marabot kuna problem kwa sana. Na people they speak the way they want at any time, the place they feel like wao wanaweza kuzungumza. Watazungumza na watakwenda hivyo salama bila kushtakiwa, bila kusema kitu yote. And this ndio zimeleta problem sana katika hii nchi yetu. Kwa sababu unasikia nini ya politician na kuna genge yake. Ushaona? Ndio. Ukiangalia wewe tazama tu, wacha kuhusiana na masuala hii ya investigation ambayo inaendelea. Chukua ile kitu ilitokea. Sio? Ndio. Ilikuwa ni Narok kama wapi sijui. MCA na MP. Narok. MP ni Narok sio? Narok. MP amzuie MCA asije akafika katika mkutano wa rais. Watu wakararuana mpaka vichwa. Mpaka vichwa kila kitu. Sasa that tells you 2027 itakuwa namna gani? If this is only a meeting kwa sote wote ni wa nini moja, party moja. MCA na MP. Ndio, by the way wanatoka chama kimoja wale. Chama kimoja, alafu na agenda yao ni moja. Na kumkaribisha rais ni kazi yao wao. Ndio. Sio? Sana. Sasa vipi MP amzuie MCA kuinua sauti yake? Kwa nini niseme hivyo? Marabu? Ndio. Njoo katika hichi kifo cha Were. Huyu bwana ambaye ameuawa na kila kitu na investigation vile zinafanyika, na ukiangalia mambo yanavyokwenda na watu ambao wamekamatwa, kulipatikana na mbunge ndani yake kwa amekuwa sample. Ndio. Kwenda polisi sio? Akatoa statement. Nafanya kwa upesi tu kwa haraka, alafu tuelewane kwa nchi yetu na kwenda wapi. Yule MP alipokuwa summoned, alipokwenda kule polisi usiku, ndio alisema kuna politician mwingine ambaye amechochea polisi kunisummon mimi. Na reason being kwa mimi
ikiwa nitakuwa summon nije hapa police station kwa nisungumzie, nitakuwa nimetiwa ndani kwa investigation. Kwa mimi nakatazwa kwenda katika mazishi ya huyu Were. You see how politics has been diverted to mauaji. Ndio. Kwa huyu anatakiwa kuzuiwa asifike kule wala asiraise voice yake because yeye ni threat kwa yule mbunge mwingine. Ndio. Unaona? So, kwa ni senator ama ni governor, nafikiria governor is a threat to the governor. Unaona? Kwa hivyo this is a things ambazo sisi tunatakiwa kama idara ya polisi inataka iangalie hizi vitu ambazo zinaendelea na hao politician. Unaona? Na ikiwa watakuwa wanaendelea namna hii, these are the people that wanatakiwa watiwe ndani. Na kwa nini huyu ako na influence ya kupiga report? He's not an investigator na kitu yoyote kutoa information ambayo haina ukweli ndani yake. Even her, she needs to be taken to the what? Kwa investigated too. Unaona? Sasa hizi masuala zinatufikia katika nini moja tu peke yake. 207 wakati mambo yaliharibika namna hii, kulitokea polisi mmoja wa AP akachukua ujuzi wake na hikma yake na ilmu Mwenyezi Mungu alimjalia, badala ya kutumia bunduki akatumia maneno ya busara, akawaeleza wananchi sisi sote ni wa Kenya na mpaka mimi ni Mkenya. Tukiendelea hivi kufanya vile tunavyofanya, tutaichoma hii nchi na nani atakayebaki katika hii nchi? Mtu alipata a good attention to Kenya, and I think that was the end of everything. Unaona? Sasa leo polisi gani leo amechukua hikma, amechukua busara, amechukua ile roho ya kwa mimi nalinda nchi yangu, lakini si kupitia risasi kwa wananchi wetu, lakini ni kupitia maneno ya busara kuwaleta katika kambi ya kuwaeleza maneno mazuri. Iko leo sasa tujieleze, na mimi kuelezea ndio hapa Omar Abud. Mpaka sasa hivi sisi sote tuko wapi? Huyu amepigwa risasi, ametumiliwa watu, yule mwingine ametumia watu kwenda kupiga MCA. Polisi wameona injuries ambazo zimepatikana. Huko Narok kulifanyika masala kama hayo. Leo unaambiwa kumeongezwa idadi ya 400 acres nyingine ya kuweza compensate ile maneno ilitokea. Je, katika hizi counties zingine kitu gani itafanyika? Is that the way to compensate people? Wallahi tuko na njia mrefu sana ya kufanya ikiwa hatutarudi kama vile huyu AP ambaye alikuwa ni 207 jina lake limetoka. Tupate busara wa namna hiyo. Wallahi nchi itaharibika hii kupitia politicians tu na kuna watu wengine. Kwa hivyo yangu ni haya machache, tuzingatie tuone kwa kama tunaweza kupata watu wa integrity, watu wanajiheshimu, watu wanao maneno ya busara, maneno ya kuweza kurudisha watu chini. Yoyote ambayo kuna idea na kuna voice to vocal up, wacha toe hiyo yake hisia kuna kwenye kifua yake, usimzuie alafu ilete athari kwa wananchi. Ni vitu vibaya sana. Kwa machache, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ametumalizia bin Juma. Na ni hakika tusiporekebisha basi yanayokuja yatakuwa hayapendezi kabisa. Tuangalie kwenye ujumbe mfupi hapa, wenzetu pia nao wameweza kuwasiliana nasi kupitia kwa ujumbe 0727444454 na pia wale ambao wametumia 0738648881. Na sasa tunaupitia ujumbe mfupi msikilizaji, ndio tutamatishe kwa ujumla mpango mzima huu wa mada ya siku. Anasema wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ajabu Kenya, ukidhulumiwa na asasi za usalama uchunguzi utafanywa mpaka kiyama. Anasema mpaka kiyama, lakini walio mamlakani wakipatwa. Ujumbe huu katikia hapo, ulikuwa ni mrefu mno. Alafu mwingine hapa anasema ni Ali wa Umoja, Umar Simbajike, na wapongeza haki kwa mnyonge hakuna hata kidogo, aliyejuu mgoje chini, tuko hapo, Allah tu ndiye muweza wetu, ndivyo anavyosema Ali wa Umoja. Mwingine katika ujumbe hapa anasema morning Abud and Ramla, we pray that justice be given to all, the rich and the poor. Muriuki huyu.
Amin thumma amin. Amin thumma amin. Asante sana Muriuki kwa dua hiyo. Mwingine anasema wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni Mama Mariam wa Kawangware. Hapa hakuna usawa, mbona wana uchungu kwa huyu mmoja? Vijana wetu waliouawa wasema waliouawa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumshukuru Mungu Allah kutuamsha salama, wagonjwa Allah awape shifa. Amin ya Rabbi. Haya, asante sana Mama Mariam kutoka Kawangware. Mama Mariam kutoka Kawangware anasema kwa nini wana uchungu kwa mtu mmoja, lakini vijana wengi wa Wakenya hiyo hata habari hawana. Tukimalizia tu ni kuwa Omar Aboud ni tangazo kwa Waislamu kwa ujumla. Ndio. Wasikilizaji wetu walio Waislamu, wasiokuwa Waislamu, ni kuwa tutakuwa na kongamano siku ya Jumapili tarehe 1 mwezi wa Juni mwaka 2025 ya Iqra FM ikijumuika na mahakama ya kadhi ambayo itafanyika hapa Al Huda Masjid. Ndio. Narudia, ni Jumapili tarehe ni 1 ambapo itafanyika hapa Al Huda Masjid, ambapo wewe kama msikilizaji, wewe kama Muislamu, usiyekuwa Muislamu, utapata kukutana na makadhi ambao watakuwa wanatoka kutoka maeneo mbalimbali. Na pia vile vile utaweza kupata ilmu sahihi juu ya ndoa, talaka na vile vile mirathi. Basi upata ufahamu wa kuwajua makadhi, msikilizaji, huenda kadhi wako akawa ni mmoja katika wale ambao watahudhuria na kuweza kuhutubia. Ni siku ya Jumapili tarehe 1 Juni 2025 katika holi hapa ya Al Huda Masjid Al Huda, ambapo shughuli hii itaanza saa 8 mchana. Itaanza saa 8 mchana na kuendelea hadi usiku huko, ambapo tutakuwa tumejifunza mengi sana kuhusiana na masala haya ya ndoa, talaka, haki pia za ndoa na mambo mengi sana, kwa sababu wengi huwa tunaingia, lakini tunaingia tu kwenye ndoa bila mipangilio, hatujajipanga. Ndio maana yanatokea yale ya kutokea. Hiyo basi, msikilizaji, weka miadi na Iqra FM hiyo Jumapili ya tarehe 1 Juni 2025 saa 8 mchana katika ukumbi wa Al Masjid Al Huda, ambapo shughuli hiyo itaanza saa 8 mchana hadi usiku wake. Basi karibu sana, mnakaribishwa nyote, waliokuwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Nyote mnakaribishwa kwa mlahaka mwema, roho safi na moyo ule mkunjufu. Karibuni, karibuni, karibuni. Wanasema come one, come all. Na kufikia hapa, msikilizaji, ndio tunatinga tamati ya kipindi Dau la Iqra kwa ujumla Alhamisi hii ya leo, panapo majaliwa yake Ilahi Manani. Dau jingine ni siku ya Jumamosi wa saa kama wa leo, ambao tutakuwa nawe tena siku ya Jumamosi. Dau litakuwa linaanza saa 1 hadi mwendo wa saa 4 asubuhi, saa 4. Kwa hiyo usikae mbali, usicheze mbali, kamka wakula, ili tuweze kutumia wasaa huo muafaka ndani ya Iqra FM. Na kwa sasa usicheze mbali, Women's Corner is around the corner. Tulia papo hapo. Mama lao mwenyewe yupo ndani ya house, Madina binti Idi, tayari kwa ajili yako wewe. Na shukran za dhati kunazima kiungo chako muhimu cha sikio kuanzia 12 alfajiri hadi sasa tunapoagana. Kutoka kwangu mtu mzima Omar Aboud, bye bye for now. FM will be bringing you Quran recitations